cha wazazi na mlibaini kuna upungufu wa madawati takribani 105, na ilifika hatua mkanishirikisha na tukaona kwamba tugawane. Kwa hiyo mimi japo sikuweko, lakini tuliongea kwa njia ya simu, tukakubaliana mimi na wenzangu ngazi ya kata tulete madawati 30. Lakini baadaye tulipoona upungufu ni mkubwa, nadhani tunanyongeza tumeifanya. Kwa hiyo sisi kwenye upande wa halmashauri ya manispaa ya Songea, kwenye baraza letu la madiwani tumeanzisha kitu kinachoitwa mfuko wa kata. Kwa hiyo kila kata inapata takriban shilingi, kwa mwaka wa fedha kila kata inapata milioni 25. Kwa hiyo sisi kwa changamoto ambayo tulikuwa nayo kwenye kata hii ya Lilambo juu ya madawati, tukaamua kwenye milioni zile 25, milioni 15 tumalizie ofisi ya kata ambayo naamini tutaizindua Jumanne, lakini milioni 10 tutengeneze madawati. Kwa hiyo tumetengeneza madawati jumla ya 150 kwa shule zetu zote za kata ambazo zina upungufu. Lakini tulipofika pia kwenye mgawanyo tukasema kama ile tulipopata fedha, tukasema rais wetu Mama Samia amefanya kazi kubwa sana ya kutuletea maendeleo kwenye kata yetu na kutuletea fedha. Kwa hiyo tukaona hatuna sababu tushindwe jambo dogo la madawati. Kwa hiyo halmashauri ilipata hiyo fedha, tumetengeneza madawati haya 150. Kwa hiyo kwenye haya madawati 150 tumeenda kufanya mgawanyo, lakini sasa tukafika mahala, japo niliahidi hapa tutawaletea 30, lakini kadiri ya upungufu ulivyokuwa mkubwa, kwa ndugu mwenyekiti wa shule pamoja na viongozi wa serikali na chama, tunakuja tunawakabidhi madawati 50. Tutawakabidhi madawati 50 ambayo tunaamini tunaenda kuunga jitihada za Mheshimiwa Rais, lakini vile vile tunakuja kuwakomboa watoto ambao bado walikuwa hawajanaamini. Tumepata hesabu shule yetu hasa mwaka kwenye watoto wa awali tumepokea watoto wengi karibu 100, karibu 120. Kwa hiyo naye anaenda kutupelekea gap kubwa la kuwa na madawati. Kwa hiyo la yangu pamoja na kukabidhi, tulishakaa kikao na wazazi, tulishaweka makubaliano. Yaliyosalia afisa mtendaji, wazazi walishakubali kukamilisha yaliyosalia. Kwa hiyo ni kuombe afisa mtendaji, simamia yale yaliyosalia kwa tarehe mlizokubaliana, hakikisha ndani ya wiki 2 tunakuwa hatuna upungufu kwenye shule yetu. Na ni jambo la aibu sasa hivi kufika mahala tuzungumzie swala la upungufu na hata haja asikie kiongozi yote namna gani serikali yetu inavyowajali wananchi na namna gani serikali yetu imefanya makubwa. Kwa hiyo na sisi tuunge mkono kwa hichi kidogo ambacho tunakifanya. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti na ndugu wana CCM, mwenyekiti wa chama, tunaendelea kuwathibitishia ilani ndani ya kata yetu ya Lilambo imetekelezeka kwa 100%. Sio haya madawati tu tunakabidhi, lakini ilani yetu imetekelezeka kwa 100%. Ukienda upande wa sekondari, naona wazazi mnajua amdaiwi dawati hata moja na wala amdaiwi viti. Tuna ziada madarasa 6 pale sekondari. Lakini pia ukienda upande wa afya vile vile hatuna madeni yoyote yale. Naamini sasa hivi tuna changamoto ya zahanati yetu kuifungua. Tulikuwa tuna balance, tulikuwa shilingi kama milioni 4, halmashauri tayari wapo kwenye mchakato kuzileta. Hatuna wiki 2 zahanati yetu tutakuja kuifungua. Kwa hiyo hatuna namna ya pekee na hatuna zawadi. Mwenyekiti wangu wa chama na viongozi wangu wa chama, tuna deni kubwa kwa rais wetu Mama Samia, Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini ahadi yetu sisi kwa kata ya Lilambo ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kumpa kura nyingi za kishindo mwaka huu. CCM oye! Wa chama niko na viongozi na timu ya wataalamu ngazi ya kata na viongozi wa kata kuja kuwakabidhi madawati 50 shule ya msingi Likuifusi kwa ajili ya watoto wetu wa shule ya msingi. Chanzo cha haya madawati ni mfuko wa kata ambayo halmashauri imetenga karibu kila kata shilingi milioni 25 kwa ajili ya miradi mbalimbali. Kwa hiyo sisi tuliamua milioni 10 tutengeneze madawati. Kwa hiyo tumetengeneza madawati 150 ambayo tunatambaza kwenye shule za msingi. Na leo Likuifusi nanyi mnapata bahati ya kupata madawati 50.
kati ya yale 150 tuliyotangaza. Kwa hiyo tuombe, tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Tunawashukuru viongozi wetu kama mbunge wetu wa Songea mjini, na tunawashukuru pia baraza la madiwani kwa kuamua kutenga fedha ya mapato ya ndani na kuja kuwakomboa vijana wetu. Kwa hiyo rai yetu, tuombe wazazi kwa yale yaliyosalia basi na nyinyi mkamilishe ili tumalize kero kubwa ya madawati. CCM oye! Jina naitwa Romad Eusebius Komba, ni mwenyekiti wa CCM mtaa Likuifusi. Kwanza nipende kumshukuru sana mama yetu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Hassan Suluhu kutuletea miradi aina mbalimbali, hususani pia zahanati, shule na taasisi mbalimbali. Lakini hususani pia nipende kumshukuru mheshimiwa mbunge, hususani pia kwa pamoja sababu na mheshimiwa wetu diwani wa kata ya Lirambo kuweza kushikamana kwa pamoja kuleta miradi mbalimbali, hususani pia sekondari. Kama hivyo leo tunawashukuru viongozi wa ngazi ya mbunge na diwani kuletea madawati 50 kwenye shule ya Likuifusi kutokana na uhaba wa watoto uliokuwa mgumu kupitia kukosa vitendekazi kama hususani pia madawati. Kwa hiyo binafsi niseme kitu kimoja kwamba siku yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Niseme Mama Suluhu Hassan, Mungu akubariki sana, na safu yote ya uongozi kuanzia ngazi ya mkoa mpaka kata. Naitwa Edwin Komba, mwenyekiti wa kamati ya shule hapa Likuifusi. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya Mama Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuchangia madawati katika shule ya msingi Likuifusi. Vile vile ongeza dhati zaidi kwa mbunge wa Songea mjini kwa kushirikiana na diwani wa kata ya Lirambo na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi hapa kata ya Lirambo kwa kuweza kutukabidhi madawati haya 50 ambayo ataleta upungufu, ataleta zaidi nyongeza kwa kuweza kuwasaidia wanafunzi ambao walikuwa wanakaa chini. Hivyo tunapenda tushukuru sana na tunapenda kumuongezea muda wa uongozi wa mwaka 2025 kwenda 30. CCM hongera sana. Mtaa Likuifusi, natoa shukrani sana kwa rais wetu Mama Samia, pia kwa mbunge wetu Damas Ndumbaro, pia kwa diwani wetu Yobo Kisaveli Mapunda kwa kutuona shule ya Likuifusi kutuletea madawati haya. Kwani tulikuwa na changamoto kubwa, lakini naona kwa kupitia haya madawati leo ambayo tumeletewa 50, tunaona tumepunguza msongamano wa wanafunzi. Nasema asante sana na wasituchoke. Pale tunapoomba basi waendelee kutusaidia. Nasema asante sana kwa viongozi wote.